tunajipanga kwa msimu ujao, ila kwa matokeo ya Yanga jana lotokea, kusema kweli sisi wana Simba tumefurahi. Uzalendo unakuwa haupo shehe, haupo kabisa, kwa sababu wangeshinda wangetusumbua shehe, tusingekaa, wangefanya paredi kutoka Zanzibar mpaka kule viunga vyetu sisi Msimbazi, wangefanya paredi, wangekuwa leo wangetusumbua sana washehe. Jana cha kwanza nilikuwa nina pressure sana kutokana na matokeo ambayo tumeyapata. Yaani tuko bandani unaangalia huku Yanga, huku Ahali. Sasa lakini pia nimeamini Waarabu sio marafiki zetu. Sababu haiwezekani mtu afika hadi kwenye goli alafu anapaisha juu. Ile ilikuwa ni mpango tu wenyewe Waarabu kwa Waarabu waende wao kwa wao. Ila tumejitahidi, nipongeze benchi la ufundi, viongozi wangu, wachezaji wangu wamejitoa sana na tumepambana. Sio riziki hajakuwa riziki si kufuzu, ila kipindi kijacho tutafanya vizuri na tutafuzu. Yaani sisi tupokosea wakati ule mwanzo pale, karata yetu tulichanga vibaya. Umeona safari hii tulivyo, kikosi hiki kingekuwa mwanzo, tungeanza nao mwanzo, si naamini tungepita. Sio kaida yetu kutoka. Kwa mimi nijisikia vibaya kwa sababu sio furaha yetu. Furaha yetu sisi ilikuwa ni kushinda na kuendelea mbele, kwa sababu ukiangalia misimu mingine iliyopita tumevuka tukafika mbali mpaka tukafikia nafasi ya 5 au ya 4 tuseme kwenye rank zile za CAF. Ni kulingana na maingizo ya toka ingia katika kikosi. Unapokuwa na wachezaji ambao wameanza kufiti kwa pamoja, alafu ndani ya msimu unaofuata au dirisha dogo ukawaondoa na kuwaleta wengine, inakuja kusababisha combination kuchelewa pamoja na timu kupata muunganiko, na katikati ya msimu wa kimataifa inakuwa ni vigumu kidogo, kwa hiyo huwezi kutoboa katika hilo.